ni advantage, lakini mfupi naye alikuwa anapambana. Kwa sio jambo rahisi, jambo gumu na zito, na ukiona mtu amechagua mchezo kuyatekeleza maono yake na kuhakikisha kwamba Tanzania inakaa kwenye ramani ya dunia kama nchi yenye watu wenye vipaji na uwezo mkubwa wa michezo yote zaidi ya 2000 inayotambulika duniani. Leo nilikuwa naulizia hapa, wakaniambia huwa wanagaa mara 3 au mara 4 kubwa, lakini mauliza watu wa BMT, mieleka lini? Wameniambia mieleka huwa ipo, lakini haina nguvu kama tunavyoona leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya nguvu. Kwa hiyo nimewapa maelekezo, nataka siku nyingine tukutane hapa kwa ajili ya mieleka. Hii nchi na watu wenye miili mikubwa wengi sana hawatakuwa na manufaa kama hawana mchezo wanaocheza. Kwa watu wenye miili yenu, jiandaeni, na kama hamtakuja hapa basi tutafanya kuwagaragaza nyumbani. Lazima hii nchi kila mtu awe na mchezo wake. Lakini jambo jingine, ndugu zangu wa Mafia, wamefanya haya mashindano yamekuwa na hamasa kubwa, na tunaomba sana wasichoke, waendelee kuwaleta mabondia wengi waje washiriki ili pia tukuze vipaji vyetu. Maelekezo ya pili nimetoa kwa rais na timu yake chini ya kamishna Ngumi, waende nchi nzima kutafuta vipaji kwa vijana mabondia ambao wanafanya mazoezi nyumbani, nao watambulike, tuwaingize kwenye ulingo mkubwa kama huu. Wananiambia wana changamoto ya bajeti kidogo ya kusaka hivyo vipaji. Niliwaambia wizara tutawapa, waanze mwaka huu kwenda hata kama kwa ngazi ya kanda, ili tuwapate mabondia wengi zaidi wa kushiriki mapambano makubwa. Ndugu zangu, leo sio siku ya hotuba, lakini ukiona jukwaa na watu wengi kiasi hiki unakuwa na hamu ya kuendelea kusema. Sasa wewe uliyekuja hapa, utatoka hapa utarudi nyumbani salama, kwa sababu Mungu yupo na serikali yako ipo. Nikuombe usiibeze Tanzania yako, usikubali kuibeza nchi yako, na hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Hata hiyo sauti unaotoa kwa sababu umekula, umeshiba na una uhakika wa kurudi salama. Habari nzuri zaidi, kuna waziri kifua chake kitosha. Nasikia na maneno wengine, unakuta watu wameshiba, anaanza kumbeza mpaka rais. Ukimtazama yeye mwenyewe nyumbani kwake wanamlaumu, lakini maneno mengi na ujuaji mwingi. Hapana, hatuna Tanzania zaidi ya hii. Na mwisho nimewaambia, wako mabondia wengine 3 ambao walipofika hapa walipata changamoto ya afya, ambao ndio mchezo ulikuwa unatakiwa uendelee. Madaktari wamewachukua, wako 3, madaktari wamewachukua, wamepeleka hospitali. Tumekubaliana Mafia Promotion tutashirikiana nao, hawa mabondia wapate matibabu, alafu Jumaa ijayo warudi hapa mkono uchapwe, na hakutakuwa na kiingilio. Watu wote watakuja
kushuhudia, kwa sababu tayari pesa mmeshalipa kwenye awamu ya kwanza. Na madaktari waliponiambia walitamani waje hao watu wapigane hapa, nikawaambia mimi sipendi kushuhudia mtu anakufa kwenye ulingo. Wameenda hospitali na tuna matumaini ndani ya siku 2 watakaa vizuri, ili waje siku ya Ijumaa. Itakuwa Ijumaa nafikiri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mafia Promotion wataendelea kubeba hizo gharama zao za kukaa hapa, ili siku ya Ijumaa turejee mahala hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tumempata mshindi na mtu amebeba mkanda kiuhalali. Baada ya kusema hayo, tunao zawadi ambayo tutaikabidhi kwa washindi tuliowapata leo. Lakini habari njema, Tanzania mwakani tumepata bahati kwa uwezo alionao rais wetu wa kuleta mashindano wa mamisi wa nchi zote duniani watakuja kumtafuta Miss World hapa Tanzania. Mashindano hayo yatachukua siku 28 na yatakuwa matukio 8 ndani ya siku 28. Ni matarajio yangu ya kwamba nchi yetu itakuwa kwenye ramani ya dunia, na kwa kuwa mashindano ya mamisi yanahitaji wana mitindo, yanahitaji hoteli, yanahitaji chakula, yanahitaji magari. Kwa ni fursa nyingine ambayo serikali imetupatia wananchi wa Tanzania kujipatia pesa kutokana na amani chini ya uongozi wa Daktari Samia. Kama hongera yako kwa mapambano, na mapambano ambayo hujaanza leo, kuanzia kwenye mazoezi leo umefika kwenye kilele. Huo mkanda ukawe na thamani kwa upendo wa Daktari Samia kwa knockout yetu ya mama. Hongera sana pia. Naona mwangu umekuwa mkubwa sisi. Ndio saundi mwangu umenzidia. Kukimbia hawawezi, kuendesha basketi hawawezi, kuogelea hawawezi, kucheza mpira huwezi, kuruka kamba huwezi, tenisi huwezi, basketi huwezi. Hebu hizo jirani, kwa hiyo unaweza nini? Wako zamu yako ifika, hongera sana. Hii ni sehemu ya upendo wa Daktari Samia. Ameona jitihada zako na akasema anayefika kwenye nafasi ya kupata mkanda basi ana milioni 10. Ili mkanda uwe na nini, una thamani. Kwa hiyo mtu akimwambia mbona tuoni, mwambie mama alishafanya mambo. Kila la heri. Shukrani sana. Nashukuru sana kwa sababu yenu, na Watanzania tunawapenda sana. Naombeni msichoke kusapoti. Nilikuwa naomba mheshimiwa wangu hapo kwa Makonda, kwa sababu alisema kuna watu wana milioni kubwa lakini hawafanyi kazi. Ningependa kumaliza kabla zangu wasimthabiti kwenye ulimi. Unataka pambano na thabiti? Utaniulia rais wangu wa basketball. Asante sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Tunaomba upige